Siku za hivi karibuni tumeshuhudia moja kati ya video ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha mbunge Msukuma akitaka kuzichapa ama kupigana na mwekezaji. Sasa haya hapa ni makosa 10 ya mbunge Msukuma, madiwani na halmashauri ya wilaya ya Geita kwa mwekezaji Rashid. Haya ni makosa kwa mujibu wa Boniface Jacobo, aliyewahi kuwa meya wa Ubungo kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa Boniface Jacob ameandika kupitia X, zamani tulikuwa tukiita Twitter. Ameandika makosa 10 ya mbunge Msukuma, madiwani na halmashauri ya wilaya ya Geita kwa mwekezaji Rashid. Utangulizi. Uchambuzi huu umeandaliwa kwa kuzingatia uzoefu wangu, yani uzoefu wake kama kiongozi mzoefu katika tawala za mikoa na serikali za mitaa, kufuatia kusambaa kwa picha mjongeo inayoonyesha tukio la vurugu kati ya mbunge Msukuma, madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Geita na mwekezaji Rashid. Katika uchambuzi huu nimetumia kanuni 7 za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Geita za mwaka 2004 pamoja na sheria ya 7 ya mwaka 1982 ya serikali za mitaa na mamlaka za wilaya sura namba 287. Ya kwanza, haki ya mwalika kujieleza. Nimesikia mwekezaji Rashid akisema wazi kuwa katika ziara ile ya mbunge pamoja na halmashauri hakukuwa na cha kueleza. Kauli hiyo ilikuwa sahihi kisheria kwa kuwa mwekezaji ana haki ya kujieleza kwa maandishi au kupitia uwakilishi rasmi wa kisheria badala ya kulazimishwa kujieleza yeye binafsi mbele ya kamati au hadhara. Baada ya jibu hilo, halmashauri na kamati husika zilipaswa kurejea ofisini kufanya majadiliano ya ndani na kufikia maazimio rasmi, kisha kumwagiza mkurugenzi wa halmashauri kuchukua hatua kulingana na maazimio hayo. 2. Utaratibu wa maswali kwa mwalikwa. Mjumbe wa halmashauri katika kikao au ziara haruhusiwi kuelekeza maswali au hoja moja kwa moja kwa mwalika. Badala yake, mjumbe anatakiwa kuwasilisha hoja au swali lake kwa mwenyekiti wa kikao ambaye ndiye mwenye mamlaka ya kumwagiza mwalikwa kutoa ufafanuzi. Hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 16 kifungu kidogo cha 6 inayosema mjumbe anapozungumza ataelekeza mazungumzo yake kwa mwenyekiti tu na atapaswa kusimama. Katika tukio husika, mbunge Msukuma alionekana kulumbana moja kwa moja na mwalikwa kwa kumuuliza maswali binafsi kinyume na kanuni hii, huku mwenyekiti wa kamati na halmashauri wakiwa kimya bila kutekeleza wajibu wao wa kiuongozi. 3. Ualikaji wa vyombo vya dola OCD. Mbunge Msukuma yeye binafsi alitoa maelekezo aitwe OCD kushiriki kikao au ziara ya kamati kwa namna inayodokeza dhamira ya kumtishia mwekezaji. Kitendo hiki ni kinyume cha kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Geita, kanuni ya 50 inayosema mwenyekiti wa kamati ya pamoja au kamati ndogo, baada ya kushauriana na wajumbe na kamati husika, anaweza kumwalika mtu yoyote kuhudhuria na kuzungumza kwenye mkutano kuhusu swala lolote au kushiriki kwa namna yoyote kwenye kikao cha kamati, lakini mtu huyo hatakuwa na haki ya kupiga kura. Kanuni hii inapewa nguvu na sheria ya 7 ya mwaka 1982 sura ya 287 kifungu cha 74 kidogo cha 4. Hivyo ni mwenyekiti wa kamati pekee na si mbunge aliyekuwa na mamlaka ya kumwalika mtu yoyote kushiriki kikao au ziara, na hilo halina budi lifanyike baada ya mashauriano ya kamati husika. 4. Ushiriki wa vyombo vya habari. Mtumishi mmoja wa halmashauri alieleza kuwa kilichofika eneo lile ni kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira. Hata hivyo, mbele ya vyombo vya habari, mbunge Msukuma aliwaita waandishi wa habari wafuatilie tukio ili kurekodi marumbano yake na mwekezaji. Kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Geita zinakataza vyombo vya habari kushiriki vikao vya kamati au kamati ndogo. Kanuni ya 51 inasema majadiliano katika kamati ya pamoja au kamati ndogo hayatakuwa wazi kwa umma na vyombo vya habari isipokuwa kwa azimio la halmashauri linaloruhusu umma na vyombo vya habari kuhudhuria. Kanuni hii inapewa nguvu na sheria ya 7 ya mwaka 1982 kifungu cha 85 na kifungu cha 67 kidogo cha pili. 5. Uwepo wa watu wasiokuwa wajumbe wa kamati. Uwepo wa watu wengine nje ya wajumbe halali wa kamati, yani madiwani, mbunge na watumishi wa halmashauri ulikuwa kinyume cha kanuni.
Kanuni ya kudumu za halmashauri ya wilaya Geita, kanuni ya 58, zinaeleza kuwa shughuli na mijadala yote ya kamati ni siri. Mjumbe wa kamati ndogo hatatoa nje jambo lolote lililoletwa na kuzungumza kwenye kamati au kamati ndogo bila ruhusa ya kamati hiyo. Kanuni hii inapewa nguvu na sheria ya 7 ya mwaka 1982, sura ya 287 kifungu cha 74 kidogo cha 4. Kanuni zinakataza mtu asiye mjumbe wa kamati kushiriki katika shughuli za kamati, kinyume kabisa na kilichotokea ambapo watu wengi walijazana kusikiliza malumbano kati ya mbunge na mwekezaji. 6. Mamlaka ya kamati za kudumu. Kamati za kudumu hazina mamlaka ya kutoa maelekezo ya moja kwa moja kwa mwekezaji. Badala yake, kamati zinapaswa kufikia maazimio ya kutoa maelekezo kwa mkurugenzi wa halmashauri ambayo lazima yapate idhini ya baraza la madiwani. Kanuni ya 40 ya kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya Geita inasema kamati zote za halmashauri zitawasilisha taarifa zao kwa halmashauri na hakuna hatua itakayochukuliwa kutekeleza uamuzi wowote wa kamati yoyote mpaka hapo taarifa ya kamati husika itakapokuwa imekubaliwa na halmashauri. Kanuni hii inapewa nguvu na sheria ya 7 ya mwaka 1982, sura ya 287 kifungu cha 84. Jambo la 7, Boniai anaendelea katika X. Mamlaka ya kuagiza kukamatwa. Mbunge akiwa mjumbe wa kamati hana mamlaka ya kuagiza vyombo vya dola kumkamata mtu katika utekelezaji wa shughuli za halmashauri. Endapo kungetokea hali ya kuhatarisha amani au kikwazo katika utekelezaji wa majukumu ya halmashauri, mkurugenzi ndiye mwenye wajibu wa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au kumjulisha mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya au yaani mkuu wa wilaya. Ikiwa mwalika angekuwa anavuruga kikao, kanuni za kudumu zinamtaka mwenyekiti wa kikao, si mbunge, kuchukua hatua. Soma kanuni ya 18. Iwapo mtu yoyote atavuruga mkutano, mwenyekiti atamuonya na endapo ataendelea ataamuru atolewe kwenye chumba cha mkutano. 8. Jambo la 8, hoja ya umiliki wa eneo. Watumishi wa halmashauri walieleza kuwa mmiliki wa eneo linalobainishwa ni Chama cha Mapinduzi CCM. Kabla ya halmashauri kukutana na mwekezaji aliyeingia mkataba na CCM, ilipaswa kutoa taarifa rasmi kwa maandishi barua kuhusu ukiukwaji wowote wa utaratibu za ujenzi au matumizi ya ardhi au kusimamisha maendeleo hayo kwa barua rasmi. Kitendo cha kamati kufika eneo husika kuuliza umiliki wa eneo ni udhaifu wa kiutendaji kwa kuwa madiwani si watendaji wa halmashauri bali ni wasimamizi wa shughuli zake. 9. Ukosefu wa uongozi wa kikao. Ukosefu wa uongozi wa kikao. Kuanzia mwanzo hadi mwisho kikao au ziara haikuonekana kuongozwa rasmi na mwenyekiti wa kamati au halmashauri katika kusimamia mijadala. Halmashauri na kamati husika hazikutumia ipasavyo sheria na kanuni katika utekelezaji wa majukumu yao, hali iliyopelekea kuzuka kwa vurugu. Jambo la 10, tukio la kushambulia na kutukana. Kuhusu mbunge Msukuma kurusha ngumi na kutoa matusi, vitendo hivyo vinaingia katika makosa ya jinai. Hakuna kinga ya sheria dhidi ya vitendo vya jinai kwa kisingizio cha uwakilishi wa wananchi. Nategemea kwamba mpaka muda huu mbunge Msukuma angekuwa tayari yuko mikononi mwa vyombo vya dola kwa hatua za kisheria. Hitimisho. Ni vyema vyombo vya dola ikiwemo TAKUKURU kufanya uchunguzi huru kwa kuwahoji wahusika wote ili kubaini chanzo halisi cha vurugu hizo. Kwa uzoefu wake, Boniface Yai anasema ukiukwaji wa sheria na kanuni katika utekelezaji wa majukumu ya mamlaka za serikali za mitaa mara nyingi husukumwa na mazingira ya mashinikizo kwa wawekezaji, hususan pale wanapokataa au kugomea kutoa rushwa kwa watendaji au madiwani. Boniface Jacob, mwenyekiti Chadema kanda ya Pwani, ameweka pale na namba yake ya simu. Mstahiki meya mstaafu HM Kinondoni, mstahiki meya mstaafu HM Ubungo, diwani miaka 10. Hivyo ndivyo ambavyo ndugu Boniface Jacob amehitimisha ujumbe wake, huku akituchambulia vizuri makosa 10 yaliyotokea katika tukio hilo ambalo lilikuwa limetrendi, ambayo ilionyesha mbunge Msukuma akirushiana ngumi na mwekezaji Rashid. Sasa nini maoni yako? Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka.